TV Media. Habari za muda huu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media. Matumaini yangu makubwa ni kwamba wewe ni mzima wa afya popote uliko. Ujambo na karibu kujiunga nasi kwenye habari zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 18 Mei mwaka wa 2025. Katika habari zetu za siku ya leo, msikilizaji, tutakujuza kuhusu Kamanda William Amuri Yakutumba ameshiriki kwenye ibada pamoja na Wakristo wengine mjini Uvira kwenye kanisa la Rombe Jumapili hii ya tarehe 18 Mei mwaka wa 2025. Lakini pia tutafunga virago vyetu na kujelekeza uko Sange, ambako baada ya Nabii Magote kuachiwa huru, amesema kukerwa na kitendo cha wazalendo kumkata nywele zake. Je, alikuwa na nguvu kwenye nywele kama Samsoni? Hatujui. Na usisahau kusubscribe channel hii, kukomenti na kushare kwa walio wengi zaidi, inaoendelea kupata habari zetu za kila siku. Moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari za jioni ya leo. Tukianzia uko Uvira, ni kwamba Kamanda William Amuri Yakutumba kwa mara ya kwanza ameshiriki kwenye ibada pamoja na Wakristo wengine kwenye kanisa la 26 CMLC Rombe mjini Uvira. Shujaa huyo alishiriki ibada akiwa pamoja na mke wake. Alipopewa fursa ya kuzungumza mbele ya waumini kanisani, huyo ameelezea machache kuhusu maisha yake, lakini pia kwa nini anasalia kwenye uwanja wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Asante sana. Kwa majina tunaitwa William Amuri Yakutumba. Tunapenda kushukuru sababu leo tumepata muda wa kuja kushiriki na nyinyi pamoja hapa, sababu imekuwa miezi karibuni mitatu tangia sisi tuingie hapa katika teritoria ya Uvira, na shaba kubwa ya sisi kufika hapa ilikuwa kwa ajili ya vuguvugu ya adui M23 ambaye alikuwa akijielekeza kwa kasi kuelekea huko. Tukasema kwamba ni lazima tuje tuangalie namna gani tutazuia hiyo hali. Huyu hapa ni mke wangu. Fatuma William ndio mke wangu. Sisi ni watu ambao tumeokoka, tunaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Nimepokea ubatizo wangu mimi katika kanisa la Methodiste Uru. Yaani niko mtoto wa kanisa hili. Bwana asifiwe. Na ndio maana tumeona kwamba siku ya leo tuliona kwamba siku zote niko huko. Leo kwenye floor. Na wakati tuko huko tuliona leo mara mingi tunafikaka hapa sababu ya ziara za kazi. Lakini leo tumeona kwamba ni lazima tushiriki na nyinyi pamoja na nipate kujionyesha kwamba mimi ni mtoto wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mke wangu ambao tumeunga ndoa. Tayari tumebarikiwa, tumeunga ndoa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Si wake na wawili hapa.
Ndugu hapa yeye ni mtoto pia wa hili kanisa. Anaitwa kwa jina ya Adolphe Musumba. Amen. Bwana umesimama pia. Unaitwa nani pia? Amen. Nadhani hawa ni watu wawili ambao wanajisindikiza. Wale wengine ndio ni vile. Kila mtu anaangalia. Bwana asifiwe. Wako na kazi yao ya usalama. Amen. Nadhani ni ile tu nilipenda kusema kwamba tunashukuru sana kuja kushiriki pamoja nami hapa, na Bwana azidi kutubariki sote. Amen. Msikilizaji wetu, je, unamfahamu kwanza Kamanda William Amuria Kutumba? Huyo ndo kiongozi wa wazalendo kote jimboni Kivu ya Kusini, na anaendelea kusalia kwenye uwanja wa vita ili kuhakikisha adui apate nafasi ya kusonga mbele. Huyo ni mwamba, ni shujaa kabisa. Amekuja Uvira kwa ajili ya lengo moja tu, kushiriki ibada pamoja na waamini wengine. Huyo ni Mkristo kama ulivyomsikia akizungumza hapo. Yeye anamjua Kristo. Naam, tukiachana na habari hizo, moja kwa moja tujelekeze uko Sange, ambako nabii aliyewekwa nguvuni na wazalendo baada ya kushindwa kutekeleza alichokitabiri uko Sange aliachiwa huru jioni ya tarehe 17 Mei mwaka wa 2025. Baada ya kuachiwa kwake, nabii huyo amesema kukerwa na kitendo cha wazalendo kumkata nywele zake, pia kumpiga kabisa. Mbali na hayo, Magote anaendelea kuomba raia wamuunge mkono, maana ni lazima atimize unabii wake. Magote amesema ni lazima hatimize kile alichokitabiri na hatawashangaza watu wengi. Amerejea kwa lengo moja tu, ya kuweza kujipanga vizuri ili ajiandae namna ya kwenda kukomboa Kamanyola. Magote kwenye vipaza sauti hakijieleza. Ningali na mshangao mkubwa sana na mchoko mwingi. Mahali nilikuwa nalala, mchoko ngali mwingi. Mchoko mwingi sana, mchoko ni mwingi sana. Mimi nilitoka hapa jeudi le 15 Mei 2025 kwa kwenda kuanzisha vita na M23 pale Katogota na kuingia Kamanyola mpaka Rwanda mpaka Bukavu. Ni deni ya watu nilikuwa nayo mbele. Ni deni. Na hiyo deni sherti niilipe na nitailipa. Nilifurahi sana mahali nilipita Sange, nilishangilia kimaajabu sana. Sange mahali nilipita nilishangilia sana. Nikafanya mitingi Paluberizi, nikasha na dokima pale. Nikafanya mitingi Paluvungi, nikaingia mpaka Lubarika kwa mzee William ya Kutumba pamoja na General Rene Itongo. Kadiri nimeshangiliwa Sange, na njoo vile nimeshangiliwa pale Lubarika. Wana watoto wengi sana, Sitasemea hapa kwenye telefoni. Ninawaambia wandugu wapenzi, muniunge mkono tukomboe Kongo yetu nzima. Muniunge mkono tukomboe Kongo yote nzima. William ya Kutumba amenipokea sana kama vile general pamoja na general wake Rene Itongo na watu wengine wengi sana. Neno nitasema ni kukaa pamoja, sisi wote wa Kongomani tunakaa pamoja, tunazungumza mbele niende vitani. Kwa kurudi nimenyolewa nywele zangu hivi, nimebaki kipala. Sijui kama Mungu angali ataniruhusu niende vitani
Sijui kama Mungu angali ataniruhusu niende vitani. Nani alifanya vile na lengo gani lililotuma anafanya vile? Sijui. Sasa sijui kama Mungu angali ataniruhusu niende vitani. Nilifika, namshukuru General Kamama. Nilimuona machoni mwangu ni mwanaume anasikia na haweza kadanganyika pana hata siku moja. Haweza kadanganyika, ila ana watu wabaya, lakini mawazo yake ni mawazo mazuri sana 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 sana. Tena anapenda nchi ikombolewe, ila ana watu wanamchochea. Kuna watu niliwaona na macho yangu wanamchochea wazi wazi, lakini kwa yeye ngambo yake ni mtu mzuri sana. Mtu mzuri, anasikia, hatendi mbio, anasikia. Unajua kinchina huwa nchi yetu ya Kongo, ndio vile balisema koba adeta ndio vile balisema, au kusikia ndio vile balisema. Hapana, kama mimi nimeenda vitani, kila mara nawaambia nabii anaenda vitani, nabii anapigana vita, nabii kamili halisi, asiye wa chini ya kitanda, anaenda vitani. Na ndio maana tumevaa twende vitani. Mkamate article 63 ya kitabu ya sheria yetu ya Kongo. Kila mkongomani, na waalika kila mkongomani asome article 63 ya katiba yetu ya Kongo na 64 ya le 18 février 2006. Inasema nini? Article haiko kusema tu kama mwanajeshi tu ndio anapaswa kuwa na silaha. Hapana. Ikishavamiwa fuatana na hizo article mbili, kila mtu anapaswa kushika silaha na kwenda kupigana vita. Kila mtu. Musome article 63 ya constitution yetu ya Republique Democratique du Congo na 64. Hizo article mbili zitawafunua macho. Haisemi kama mwanajeshi tu, Police Nationale Congolaise, muzalendo na muraia. Kama nchi hivi tunavamiwa, kila mtu anapaswa kushika silaha na kwenda kupigania nchi yake. Premier prophète noir du 8 novembre 2003 12h50 exactement, Makote Kasome Amido, République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire d'Uvira, cité de Sang, avenue Mapera, numéro WhatsApp plus 243 97 43 435. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, yawezekana ni mara yako ya kwanza kupitia chaneli hii, na kusihi usisahau kusubscribe bwana. Kufanya kwako hivyo kunatufanya na sisi tupate nguvu zaidi ya kukuletea habari zote zinazojiri mashariki mwa DRC. Tumeamua kusafiri huku ili tukuletee yote yanayojiri mashariki mwa DRC uwe unayafahamu bwana, lakini tunakutangazia habari zetu kutokea kote ulimwenguni. Unatupata vema kwenye mtandao wa YouTube. Ukiandika Amani TV Media, basi utakuwa unajiunga nasi. Asante kwa muda wako. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Asante kwa muda wako. Amani TV Media.